Rais wa zamani wa Marekani Barack Hussein Obama ameibua mjadala mzito wa kisiasa na kiusalama kufuatia kauli yake kuhusu uamuzi wa Marekani kuishambulia Irani, akisisitiza kuwa hoja zilizotumiwa na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kumshawishi rais wa sasa wa Marekani Donald Trump ni zile zile zilizowahi kuwasilishwa kwake zaidi ya miaka 10 iliyopita, lakini yeye alichagua njia tofauti. Katika mahojiano ya kina na jarida la The New York jana Jumatatu Mei 4 mwaka 2026, Obama alieleza kwa upana kuwa wakati wa utawala wake alikabiliwa na presha kubwa kutoka kwa Israel na washirika wake waliokuwa wakihofia kwa kiwango kikubwa mpango wa nyuklia wa Iran. Netanyahu, kwa mujibu wa Obama, alisisitiza kuwa Iran ilikuwa tishio la haraka na la moja kwa moja kwa usalama wa Israel na hata ulimwengu, akitaja hatua za kijeshi zichukuliwe mapema kabla hali haijawa mbaya zaidi. Hata hivyo, Obama alichukua msimamo wa tahadhari, akiamini kuwa vita dhidi ya Irani vingekuwa na athari kubwa zaidi kuliko manufaa, si tu kwa Mashariki ya Kati bali pia kwa dunia nzima. Alieleza kuwa uchambuzi wa kiintelijensia uliokuwepo wakati huo haukuthibitisha kwa uhakika Iran ilikuwa karibu kutengeneza silaha za nyuklia kwa kiwango cha kuhalalisha mashambulizi ya kijeshi ya moja kwa moja. Badala yake, alichagua mkakati wa kidiplomasia uliosababisha kufikiwa kwa makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 maarufu kama JCPOA. Makubaliano hayo yalilenga kuweka vikwazo vya uangalizi mkali wa shughuli za nyuklia za Irani kwa kubadilishana na kuondolewa kwa baadhi ya vikwazo vya kiuchumi. Obama alisisitiza kuwa lengo lilikuwa kununua muda, kupunguza mvutano na kuepusha vita ambavyo vingekuwa na gharama kubwa kwa maisha ya watu na uchumi wa dunia. Katika mahojiano, Obama alitaja kuwa kinachoendelea sasa kinathibitisha tahadhari yake ya wakati huo. Licha ya hatua za kijeshi na utawala wa Donald Trump dhidi ya Irani, bado Marekani inajikuta katika hali ile ile ya kufanya maamuzi magumu ya kimkakati, ikiwa ni pamoja na jinsi ya kudhibiti Irani, namna ya kulinda washirika wake katika eneo la Ghuba na jinsi kuzuia kusambaa kwa silaha za nyuklia. Obama alieleza kuwa hali ya sasa inaonyesha wazi kuwa matumizi ya nguvu pekee hayawezi kutatua tatizo la muda mrefu kama hilo. Ilisema tangu mwanzo kuwa hatua za kijeshi hazitatoa suluhisho la kudumu, alisisitiza, akiongeza kuwa hata baada ya mashambulizi, changamoto kuu bado ziko pale pale na baadhi zimekuwa ngumu zaidi kutokana na kuongezeka kwa mvutano. Akizungumzia jukumu la Netanyahu katika ushawishi wa hatua za sasa za Marekani, Obama alitoa tathmini yake ya tahadhari lakini yenye ujumbe mzito. Alisema kuwa inawezekana kabisa kwa Netanyahu amefanikisha lengo lake la muda mrefu la kuifanya Marekani ichukue msimamo mkali wa kijeshi dhidi ya Iran. Hata hivyo, alihoji kwa kina iwapo mafanikio hayo ya kisiasa yanaendana na maslahi ya muda mrefu ya Israel yenyewe. Kwa mujibu wa Obama, hatua kama hizo zinaweza kuleta ushindi wa muda mfupi wa kisiasa, lakini zikawa na madhara makubwa ya baadaye, kama vile kuongeza hatari ya mashambulizi ya kulipiza kisasi kutoka Iran au washirika wake, kuongezeka kwa migogoro ya kikanda au hata kuvuruga uthabiti wa kisiasa ndani ya Israel. Aidha, Obama alihoji pia faida za hatua hiyo kwa upande wa Marekani. Alisema kuwa historia imeonyesha kuwa vita vya Mashariki ya Kati mara nyingi huigharimu Marekani kwa kiasi kikubwa kijeshi, kiuchumi na hata kisiasa bila kutoa matokeo ya kudumu. Alionya kuwa kuingia kwenye mzozo mkubwa na Irani kunaweza kuirudisha Marekani katika hali ya vita vya muda mrefu, jambo ambalo linaweza kugawa maoni ya wananchi wa Marekani na kuathiri sera za ndani. Katika sehemu nyingine ya mahojiano, Obama alikumbusha kuwa tofauti zake na Netanyahu si jambo jipya. Alisema kuwa kwenye kipindi chake cha urais kulikuwa na mvutano wa wazi kati yake na kiongozi huyo wa Israel, hasa kuhusu njia bora ya kushughulikia Irani. Netanyahu aliwahi hata kutoa hotuba mbele ya bunge la Marekani akipinga wazi makubaliano ya nyuklia ya Obama, hatua iliyochukuliwa na wengi kama kuvunja utamaduni wa kidiplomasia. Obama alisisitiza kuwa tofauti hizo zilikuwa za kimkakati zaidi kuliko kibinafsi, akieleza kuwa yeye aliamini katika mfumo wa kimataifa unaotegemea ushirikiano, majadiliano na mikataba, wakati Netanyahu alionekana kuamini zaidi katika nguvu za kijeshi na hatua za haraka za kiusalama.
Kauli za Obama zimekuja wakati ambapo mvutano kati ya Marekani na Iran umeendelea kupanda, hasa katika maeneo nyeti kama Mlango wa Hormuz, huku kukiwa na mashambulizi ya mara kwa mara, vitisho vya kijeshi na kuongezeka kwa uwepo wa majeshi ya Marekani katika eneo hilo. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaona matamshi yake kama onyo la wazi kuhusu hatari ya kurudia makosa ya zamani. Baadhi ya wachambuzi wanaunga mkono hoja za Obama, wakisema kuwa historia ya vita vya Iraq, Afghanistan inaonyesha wazi kuwa kuingia vitani bila mkakati wa muda mrefu wa kisiasa kunaweza kusababisha mivutano isiyoisha. Wengine hata hivyo wanaamini kuwa hatua kali dhidi ya Irani ni muhimu ili kuzuia nchi hiyo kuongeza ushawishi wake katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa ujumla, maoni ya Barack Hussein Obama, rais wa zamani wa Marekani, yanaongeza uzito katika mjadala unaoendelea kuhusu mustakabali wa sera za Marekani katika eneo hilo nyeti. Kauli yake inaonyesha mgawanyiko mkubwa zaidi wa kimtazamo kati ya viongozi wa sasa na wa zamani wa Marekani kuhusu njia bora ya kulinda usalama wa taifa, huku wakikabiliana na changamoto za kimataifa zinazozidi kuwa tata. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.